Ni kama vile afisa habari wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe naweza kusema anatembelea upepo au anachokisema kinatoka ndani ya klabu ya Simba. Maana mwenyewe anadai ya kwamba kuna jasusi wake yupo ndani ya klabu ya Simba na ndiye anayempa taarifa zote zile exclusive ambazo huwa anazitoa. Na mara nyingi taarifa ambazo anazitoa afisa habari wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe zinakuwa zina ukweli kwa asilimia fulani. Ukiangalia hata kwenye michezo ya nyuma, tukirejea vizuri kwenye ule mchezo kati ya Simba dhidi ya Stade Malien uliofanyika pale Mali, aliweza kusema ya kwamba kabla ya azana ile ya saa 2 basi yeye atakuwa na furaha, kwa maana ya kwamba Simba atapoteza huo mchezo. Kweli jambo likaja kutokea vile vile kama alivyoweza kusema, lakini pia Alikamwe alikuja na kusema tena ya kwamba kabla ya kwenda kwenye mapumziko ya Afcon mnyama atakuja kupoteza tena hapa katikati, kuna mchezo atapoteza, na ndicho kitu ambacho kimekuja kutokea hapa kati. Ni mchezo kati ya Simba dhidi ya Azam FC, mchezo ambao mashabiki wengi wa klabu ya Simba kutarajia kama mchezo ule utakwenda kupotea kirahisi kama jinsi ilivyoweza kutokea kwa Azam kuondoka na alama 3 huku akiwatandika vilivyo timu ya Simba kwa mabao 2-0 wakiwa nyumbani kwa dimba lao la Benjamin Mkapa. Sasa mapema afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe yeye aliweza kusema ya kwamba klabu ya Simba kuna mchezo katikati utapoteza hapa kabla ya kwenda kwenye mapumziko ya Afcon, na ndicho kilichoweza kuja kutokea. Kabla tu ya kwenda kwenye ile michuano ya Afcon, kama ninavyofahamu Afcon inafanyika kwenye mwezi wa 12 mpaka Januari hapo. Klabu ya Simba walikuwa na michezo miwili baada ya kutoka kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Wakacheza mchezo wao wa kwanza zidi wakabahatika kushinda bao 3-0, lakini wakaja kucheza mchezo wao mwingine dhidi ya timu ya Azam FC ambao mchezo umekwenda kombo kwa upande wao, wakapoteza mabao 2-0 na kufanya utabiri wa bwana Ali Shabani Kamwe uwe unapita mule. Sasa sijajua ni vile tu Ali Shabani Kamwe anajaribu kutembelea upepo ambao kwa sasa hivi timu ya Simba wanapitia changamoto kubwa, hususani katika uongozi, lakini pia na ile morali kwenye kikosi chao kupungua. Lakini naweza nikafikiria jambo jingine, huenda anachokisema bwana Kamwe kwamba anajasusi, maana mara nyingi huwa anasema ya kwamba anajasusi pale kwenye klabu ya Simba, ndiye anempa taarifa zile za exclusive ambazo anatoka public na kuambia wadau mbalimbali. Sijajua masuala yote haya anayajua mwenyewe bwana Ali Shabani Kamwe. Lakini baada ya klabu ya Simba kuweza kupoteza mchezo dhidi ya Azam FC kwa bao 2-0 huko kwenye klabu ya Simba, mambo yamezidi kupamba moto, mambo yamezidi kuwa moto, mambo yamezidi kushika hatamu. Unaambiwa ya kwamba uongozi wa klabu ya Simba unazidi kugongana kufuatia mwenendo mbovu wa klabu yao mara baada ya kupoteza kwa bao 2-0 dhidi ya timu ya Azam FC. Lakini pia na hata mashabiki wa timu hiyo ya Simba wengi wao wameanza kudondosha lawama kwenda kwa kocha Suleiman Matola, lakini pia wengi wao wakipeleka lawama zaidi kwenda kwa CEO wa klabu ya Simba. Hapa namzungumzia Murtaza Mangungu, mashabiki wakidai ya kwamba hawamtaki Murtaza Mangungu aweze kuendelea kuwepo ndani ya klabu hiyo ya Simba. Wengi wanaamini yeye ndio chanzo kikubwa cha kupelekea klabu yao kufanya vibaya, lakini pia hamuhitaji Suleiman Matola kuendelea ndani ya klabu hiyo ya Simba, kwa maana ya kwamba ana zaidi ya takriban miaka 10 ndani ya klabu hiyo ya Simba, lakini haoni umuhimu wake. Sana timu inaelekea kuzama dakika za jioni kabisa. Mimi nilikuwa nakujuza hayo mwana mchezo wangu ili nawe uweze kufahamu yale machache kati ya mengi yalotufikia hapa sisi kama Bongo Vibe TV. Lakini pia kama una maoni yako ama mtazamo wako, basi huu ndo muda sahihi wa kuja kutuambia kupitia sehemu ya comment, bila kusahau mwana mchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.